Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Uko nami Adam Hussein na tupo katika mijadala mbalimbali ikiwa ni pamoja ya kitaifa na ya kimataifa. Lakini wakati huu tupo katika bara la Afrika na mtazamo wetu wakati huu ni kuangalia ni kwa nini mataifa ya magharibi yamekuwa na woga dhidi ya viongozi kama akina Ibrahim Traore. Viongozi wa magharibi wamekuwa na woga na ni kutokana na namna ambayo nchi za Kiafrika zimeanza kujitambua na baadhi ya viongozi ambao wameingia madarakani, baadhi yao wakionyesha njia ya namna ya kujikomboa kwa mara ya pili. Afrika ipo katika ukombozi wa pili na ni kutokana na ukombozi wa kwanza kutoka katika ukoloni, na wakati huu katika ukoloni mambo leo. Wakati huu vijana wengi wa Afrika ambao wanawaza juu ya namna ya kuweza kutengeneza Afrika kuwa bara huru, bara ambalo vijana wake watajitegemea bila kutegemea nchi za kimagharibi. Sasa wa magharibi wanaanza kushtuka na wanaona kabisa kuna baadhi ya viongozi ambao wataharibu ugali wao, kwani nchi hizo hata baada ya kumalizika kwa ukoloni zimekuwa zikiendesha mfumo wa ukoloni mambo leo ambao kwa namna moja ama nyingine umeathiri sana mataifa ya Kiafrika. Lakini wakati huu viongozi wengi wa nchi za kimagharibi wanaanza kula sahani moja na bwana Ibrahim Traore. Traore anaonekana kubadilisha siasa za Kiafrika kwa mara nyingine tena. Walitokea viongozi wengi mfano wa kina Traore, lakini viongozi hao baadhi yao walitoka katika majeshi na wengine walitokana na uraiani. Ibrahim Traore ambaye amechukua madaraka mnamo Septemba mwaka 2022 akimng'oa Paul Henry Damiba kwa kile alichokitaja kuwa kutoweka kipaumbele kwa maslahi ya taifa na kupuuza vita dhidi ya ugaidi. Na tangu wakati huo ameibuka kama kiongozi aliyependwa sana, si tu kwa watu wa Burkina Faso bali pia na Waafrika wengi waliokata tamaa na viongozi wa kidemokrasia wanaotumia uhuru kama kichaka cha kujinemesha. Kwa muda mfupi Traore ameanzisha sera za kiuchumi za kujitegemea, kuimarisha vita dhidi ya ugaidi kwa msaada wa jamii na kuhamasisha uzalendo miongoni mwa vijana. Moja nukuu yake maarufu inayosambaa mitandaoni ni hatuwezi kuwa huru ikiwa tumevaa suti za wakoloni, kutumia lugha zao na hata kuendesha siasa kwa mifumo yao. Hizi ni kauli ambazo zilitumiwa sana na baadhi ya viongozi wa Kiafrika akiwemo hayati Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa Tanzania, na hata wakina Mandela wa Afrika ya Kusini na viongozi wengi katika bara la Afrika ambao walikuwa na uzalendo wa kweli. Katika hotuba yake ya Novemba mwaka 2023, Ibrahim Traore aliwahi kusema Afrika haiwezi kuwa huru mpaka Waafrika waache kuwa woga mbele ya mataifa ya magharibi. Anaonekana kama kiongozi aliyepinga kwa dhati ukoloni mambo leo. Uamuzi wake wa kuvunja ushirikiano wa kijeshi na Ufaransa, kufunga baadhi ya vituo vya kijeshi vya kigeni na kuanzisha ushirikiano mpya na nchi kama vile Mali na Niger kupitia muungano wa AES, Alliance des Etats du Sahel, umemuongezea umaarufu. Alipoelekezewa tuhuma za Africom wiki iliyopita za kutumia mamlaka vibaya badala ya lawama, Afrika nzima ililipuka kwa kumpa uungwaji mkono wa kipekee. Maandamano makubwa yakafanyika Wagadugu pamoja na miji ya nje kama Accra Ghana, Brussels Ubelgiji, New York Marekani, Nairobi Kenya na Bamako huko Mali. Mitandaoni kiongozi wa Africom Generali Michael Langley alikumbwa na wimbi la ukosoaji mkubwa, huku hashtag kama Hands Off Traore na Africa for Africans zikasambaa kwa kasi. Wachambuzi wa kisiasa kama vile Dr. Kemi Adoe kutoka chuo kikuu cha Cape Town aliwahi kusema Traore anaonekana kama jibu la kisasa kwa Lumumba na Sankara. Kizazi kipya kimeona kiongozi anayesema ukweli hadharani na hadhaniwi. Alikuwa akizungumza kupitia kipindi cha BBC Focus on Africa mnamo Machi mwaka 2024. Wachambuzi wa mambo wanaona hatari mbele yake. Pamoja na sifa na matumaini makubwa yanayomzunguka Traore, wachambuzi wanaonya kuwa huenda mafanikio yake yakatumika kama kigezo cha kumuondoa madarakani kwa kutumia nguvu kubwa. Lakini pia moja kati ya mambo ambayo bwana Traore wakati huu aliwaambia watu wa taifa lake la Burkina Faso na hata Afrika ni kwamba amejitolea na yupo tayari kwa lolote, wala haogopi kufa kutokana na vitisho ambavyo anavipata kutoka kwa mataifa ya magharibi. Siku za hivi karibuni kulikuwa na mjadala kwamba wanataka kufanya mapinduzi, lakini kwa ujasiri, lakini pia kuwepo kwa baadhi ya viongozi waadilifu aliponea chupu kuondoka madarakani kwa mapinduzi.
Hata hivyo, nchi za kimagharibi ikiwa ni pamoja na Marekani zinaona hofu kwamba nchi za Kiafrika zitatumia majeshi katika mataifa yenye migogoro ya ndani na kuweza kutumia mfano wake kuingia kisiasa kwa tamaa ya madaraka. Tayari viongozi wa kijeshi kama Assimi Goita wa Mali na Abdurrahman Tiani wa Niger wamechukua madaraka kupitia mapinduzi na baadaye kuanza kuonyesha nia ya kugombea katika chaguzi za kiraia. Wachambuzi kama Profesa Mahamen Sisoko wa Chuo Kikuu cha Dakar wanasema mapinduzi yanapoanza kuonekana ya kuvutia yanahamasisha wengine kuiga, kwa sababu mbaya si kwa ajili ya watu bali kwa maslahi binafsi. Ikiwa mfano wa Traore hautaambatana na ujenzi wa taasisi thabiti, hofu ni kuwa kutakuwa na wimbi la mapinduzi yasiokuwa na ajenda ya kitaifa bali tamaa ya madaraka, jambo linaloweza kurejesha Afrika katika duru ya migogoro na machafuko. Hata hivyo, hofu nyingine ni kwamba ikiwa Afrika itawapata viongozi wengi kama akina Traore, ni wazi Afrika itaanza kujikomboa na kuondoka katika ukoloni mamboleo. Basi mtazamaji, bila shaka na una nafasi ya kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Ikiwa bado hujafanya hivyo, kupitia The World News utaweza kujua mengi ya ulimwengu. Naitwa Adam Hussein.